Nalo ameweka habari kuhusiana na Dr. Biteko. Ni habari leo ambayo linasema Dr. Biteko asema Samia kafanya maajabu nishati, achangiwa milioni 700 da. Kabudi ataka mafanikio yasemwe. Watu wasikae kimya, watu waseme. Gazeti jingine ambalo tunamaliza nalo hapa likiwa limezungumzia habari hiyo hiyo ya naibu waziri mkuu ni hiyo. Yes. Mashine ya 9 Julius Nyerere yawashwa nchini muda wowote. Mradi huu wa kihistoria utakabidhiwa kwa serikali. Serikali na mradi huu ndio ankubiki umeme amesaidia ukatili. Tunajilambwasa. Ndio umeme tunaotumia ndio huo au huko sio. Kimsingi ni kwamba tuna kila sababu ya kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6, kwa jitihada kubwa alizowekeza kwenye sekta ya nishati. Tunaona mambo yamekuwa na mabadiliko makubwa, japokuwa sio yale ambayo pengine Watanzania wengi walikuwa wakitarajia. Sasa kwamba 24 hours huwezi kusikia umeme umekatika, biashara za watu haziharibiki, manake ilikuwa ile katawasha, lakini angalau sasa hivi tunaona ni namna gani ambavyo hii sekta ya nishati imeweza kuimarika, na kila kukicha itwayo leo kuna imarika. Kwa tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia tumpongeze waziri mwenye dhamana ya wizara hiyo Dr. Biteko kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kuhakikisha Watanzania hawakai gizani, lakini pia yale mahitaji muhimu ya nishati yanapatikana. Tumsikilize hapa Dr. Biteko. Mwaka 2017-18 ilikuwa ni megawati 1045. Megawati ni wingi wa umeme, megawati 1045. Ambapo mwaka 2018-19 mahitaji yaliongezeka yakawa megawati 1116.6. Manake kwa mwaka mzima ziliongezeka megawati 70. 2020-21 tukafika 1201, mwaka 2021-22 ikapanda tukafika 1340. Kama mnakumbuka kipindi hiki kukaanza matatizo ya umeme. Kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na chanzo kipya chochote kilichojengwa cha umeme nchini baada ya bomba la gesi kuingia Dar es Salaam. Lakini mtakumbuka mwaka 2017-18 serikali ilipiga matarajio, ikaona uwezekano wa mahitaji ya umeme kuongezeka utakuwa mkubwa, tutafute chanzo kimoja kitakachojenga ili tuondokane na matatizo ya umeme. Mtakumbuka hapa ndo tukaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, kwa sababu tulivyo project tukaona huko tunakoenda tutakutana na matatizo. Kwa hiyo 2023 hapa tukaingiza Julius Nyerere mashine ya kwanza, mashine ya pili, mashine ya 3, na sasa nataka niwape tu taarifa, jana ndio tumekabidhiwa mashine ya 9 ya mwisho. Kwa hiyo kule Julius Nyerere kazi imeisha. Sasa ukiangalia 2023-24 tulifika 1645. Mwaka huu mwezi wa pili tumerekodi kwa mara ya kwanza megawati 1908. Sasa jedwali moja wapo liko hapa niliandaa, hili ndio litawasaidia zaidi, na nadhani baadaye tutawapatia muweze kuliona. Mtaona msambao ulivyo. Jamani, kwenye uchumi unaokuwa, ongezeko la nishati ya umeme la 15%, karibu 16 kwa mwaka, ni rekodi ambayo haipo hapa Afrika. Jaribuni kuangalia nchi yoyote ambayo mahitaji yake yanaongezeka kwa kasi kubwa ya namna hii. Na hii haitokei kwa bahati mbaya, inatokea kwa sababu moja tu. Serikali yetu kwa miaka 4 hii imefanya kazi kubwa ya kuifungua nchi, na kwa kweli mnyongeni haki yake mpeni. Rais wetu, mwenyekiti wetu ametufanyia kazi kubwa sana kwenye sekta ya nishati. Sasa hivi hali yetu ikoje? Hali yetu ilivyo, ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere kama mahitaji yetu ya juu kabisa ni 1908. Manake ni kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake lina uwezo wa kuilisha nchi hii kwa umeme bila matatizo, bila vyanzo vingine. Na ndio maana mkiangalia mitambo ya gesi mingine tumeizima. Kwa nini? Kwa sababu umeme wa maji una bei nafuu. Na kulikuwa na mitambo tulikuwa tunazalisha ya Songas, ambayo kwa miaka mingi ilikuwa inapigiwa kelele na muda wake ulikuwa umefika mwisho. Watu wakawa wanatamani tuongeze muda.